Bwana, mambo vipi? Mambo ni aje? Karibu sana wanangu wa nguvu, wanangu wa Chris Media familia, tumekuwa toka kitambo. Of course tunaendelea kuzihesabu na kutoa taarifa mbalimbali ambazo zimezidi kuchukua nafasi kinoma noma. By the way, ninayo taarifa ambayo inatoka moja kwa moja Vietnam, ambayo inamhusisha binti moja pale bana kutokea pale Kenya, ambaye kwa siku ya kesho bana inadaiwa ndo siku yake ya mwisho kuweza kuivuta pumzi. Mwanamke bwana kutoka Kenya alikamatwa na dawa za kulevya huko Vietnam kuweza kunyongwa siku ya kesho. Sasa mwanamke mmoja raia wa Kenya alitambulika kwa jina la Jonah Margaret Nduta Macharia mwenye umri wa miaka 37, ambaye alikamatwa mwaka 2023 pale nchini Vietnam na dawa za kulevya kilogramu 2 za cocaine. Inatajwa kuwa anaweza kanyongwa kesho hadi kufa kesho, ambayo ni Jumatatu Machi 17, 2025. Sasa hii imeripotiwa na VN Express kwamba Nduta mwenye umri wa miaka 37 yeye alikuwa ameajiriwa na mwanaume mmoja huko 254 yani Kenya kuwasafirisha koti hadi Laos nchini. Sasa nchi iliyoko mashariki mwa Asia yaliagizwa kupeleka mzigo kwa mwanamke huko Laos na kurudi bidhaa ambazo hazijaweza kutajwa. Sasa pia of course taarifa inaeleza kuwa yalifanikisha kupita katika viwanja vitatu vya ndege ambavyo alifanikiwa kupita bidada Margaret kutoka Kenya. Sasa kiwanja cha kwanza inasema ni Jomo Kenyatta pale 254 yani Kenya, cha pili ni Bore pale Ethiopia, na cha tatu ni Hamad pale Qatar. Sasa kabla ya kukamatwa aliweza kupita katika vituo hivyo hapo vitatu. Sasa Margaret wakati anajitetea mahakamani nchini Vietnam alidai kuwa hakufahamu nini ambacho kilikuwa ndani, yani mzigo wa kujua mle ndani bana kama kuna dawa. Sasa kwa mujibu wa taarifa kutoka Vietnam, Margaret atakula chakula chake cha mwisho kesho saa 1:30 usiku kisha kunyongwa saa 2:30 usiku. Sasa ngoja nikusanie kuhusiana na sheria ya Vietnam inasemaje kuhusiana na hukumu ya kifo, kuhusiana na issue kama hizi hapa ambazo zinaweza ku happen. Inakwambia siku ya Alhamis Machi 6, mahakama ya watu wa jiji la Ho Chi Minh ilimhukumu kifo Nduta, kiamalisha sera ya Vietnam kutovumilia kabisa makosa yanayohusiana na dawa za kulevya. Sasa bana, nchini mfumo wa kisheria wa nchi, watu wanaopatikana kwa hatia ya ulanguzi wa dawa za kulevya wanakabiliwa na baadhi ya adhabu kali duniani, ikiwa na pamoja na kufungwa kifungo cha muda mrefu kinoma au adhabu ya kifo kulingana na ukubwa wa kosa au uhalifu ambao unakuwa umeufanya. Sasa baada ya hukumu hiyo ya kifo kuweza kutolewa pale Vietnam, mfumo wa kisheria, hatua za mchakato wa mapito na of course kina kabla ya kutekelezwa kwa kawaida ya kesi. So kuna mapito fulani ambayo yanapitiwa before kesi haiweza kutekelezwa au hukumu imeweza kutolewa na mahakama na kuweza kuchunguzwa kwa mara ya kwanza mahakama juu ya watu na utawala mkuu wa watu, ambavyo hadi miezi 2 kutathmini rufaa yote ambayo inaweza katokea. Tena mtu anayepatikana kwa hatia siku 7 kumwomba rais wa Tanzania amhurumie juhudi hizi zisipofaulu. Utekelezaji umeratibiwa, ingawa ratiba za matukio inafuatana kulingana na mambo ya kisheria, maelezo ya mahususi ya kesi. Sasa of course ni huko Vietnam ambako kesho saa 2:30 bibi moja anaenda kupotea.